Wakamwona Musa faje amechelewa kuja, wakasema sasa tujifanyie nini? Tujifanyie ndama ambaye tutakamwabudu. Wakamshauriana tena na Haruni. Hii inashangaza. Mungu ametembea nao, lakini wanakumbuka nini? Ndama kumwabudu. Musa akashuka akakuta watu wanaabudu ndama. Kwa jinsi Musa alivyokuwa na hasira, akapasua zile mbao mbili ambazo Mungu afaje alimpa. Kuna watu wengine Mungu anawapenda kwa sababu gani? Moyoni mwao ni wanyenyekevu. Moyoni mwao anajua kushuka. Mungu akikasirika anajua Mungu namna kumtuliza Mungu. Mungu asema, ili kundi umelitoa mbali baba, umelifikisha hapa. Aibu hii, Mungu amekasirika, asema siendi pamoja na nyie. Musa akasema, kama uendi pamoja na sisi, usituchukue hapa tena. Kwa sababu Musa anajua umuhimu wa uwepo wa Mungu kuwa kwenye maisha yake. Mungu, kama wewe utoki na sisi hatutoki. Kuna watu wenye kiburi hicho, wameona fursa mbele imekuja, hawajui kwa Mungu yuko pamoja na yeye. Mwingine tu anaingia kwa sababu gani? Anaingia tu. Daudi akawa mjanja, kila vita anamuuliza Mungu, hii vita tunaenda ama tusiende? Mungu akisema hapana, haendi Daudi. Mungu akisema ndio, Daudi afanyaje? Anaenda. Daudi kila vita kienda anaenda anauliza. Tumuulize kwanza Mungu kama yuko pamoja na sisi. Mungu alimpendea Daudi hapo. Musa naye akamwambia Mungu, kama utakuwa pamoja na sisi, usituchukue hapa. Musa akajua ni umuhimu wa Mungu kuwa katikati yao. Mungu akasema, mimi nitawapa malaika wataenda pamoja na nyie. Nitawapa nini waende pamoja, lakini mimi sitakuwa katikati yenu. Lakini Musa akasema, kama wewe hauendi na sisi hatuendi. Kwa sababu ni wewe umetutoa kule Misri. Musa akakataa kufurahia uwepo wa malaika, akasema nataka uwepo wa Mungu uwe katikati yangu. Maongozo ya Mungu yakiwa katikati yangu. Sauti ya Mungu ikiwa katikati yangu. Twende kwenye pointi nyingine. Mambo yatakao kufanya Mungu aweze kuwa pamoja na wewe. Anasema ni utii. Pointi ya kwanza ni utii. Samueli wa kwanza 15 mstari wa 10 nitasoma. Anasema, ndipo neno la Bwana kumjia Samueli kusema, najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme, maana amerudi nyuma asinifuate wala kufanya nilivyomwamuru. Samueli akasikitika, akamlilia Bwana usiku kucha. Samueli akaondoka asubuhi na mapema ili aonane na Sauli. Samueli akamwambia ya kwamba Sauli alifika Karmeli, na tazama akajisimamishia ukumbusho, akageuka akapita ateremkie Gilgali. Samueli akamwendea Sauli, naye Sauli akamwambia, ubarikiwe na Bwana, nimetimiza amri ya Bwana. Sauli akasema, wamemletea kutoka kwa Amaleki, maana watu walimwachia hai kondoo na ng'ombe walio wazuri, ili wawatoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako, nao waliosalia tumewaangamiza kabisa. Ndipo Samueli akamwambia Sauli, ngoja nami nitakuambia neno aliloniambia Bwana usiku huu. Naye akamwambia, haya sema. Basi Samueli akasema, ingawa ulikuwa mdogo machoni pangu mwenyewe, ukufanywa kuwa kichwa cha kabila cha Israeli, naye Bwana akakutia mafuta uwe mfalme wa Israeli. Kisha Bwana akakutuma safarini, akasema, enenda ukawaangamize kabisa wale wa Amaleki wenye dhambi, upigane nao hata watakoangamia. Mbona basi ukutii sauti ya Bwana, bali ukazirukia nyara, ukafanya yale maovu machoni pa Bwana? Sauli akamwambia Samueli, hakika mimi nimetii sauti ya Bwana, nami nimemletea Agagi mfalme wa Amaleki, tena nimemwangamiza wa Amaleki kabisa. Ila watu waliteka nyara kondoo na ng'ombe walio wazuri katika vitu vilivyowekwa wakfu, kusudi wavitoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako huko Gilgali.
Naye Samueli akasema, je, Bwana uzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Tunamwona mtumishi wa Mungu Sauli, Mungu anatoa maagizo. Anamwambia Mungu anatoa maagizo, anamwambiaje? Nenda kawaue Waamaleki wote. Mungu anamwambia Sauli, hakikisha abaki mtoto, abaki mnyama yoyote, akibaki kitu chochote. Sauli anaenda vitani, anaona huko vitu vizuri, anamwona mfalme, anamwonea huruma, anamchukua. Anaona ng'ombe wazuri, anafanyaje? Anawachukua. Mungu anamrudia Samueli, anamwambiaje? Sauli amerudi nyuma. Yale ambayo nimemwagiza hajanitii. Nini maana ya kutii? Kufanya kile kitu ambacho hata kama hutaki kufanya unakifanya. Yaani kutii ni kufanya kile kitu ambacho hata hutaki kufanya unakifanya. Hata kama upendi unakifanya. Bwana Yesu asifiwe. Unaitii ile mamlaka ambayo iko juu yako. Mungu anamwambia Sauli amerudi nyuma. Anitii. Kilichomwondoa madarakani Sauli ni kutokutii ile sauti ya Mungu. Akafanya jinsi anavyojisikia yeye, akajifanya jinsi anavyoona yeye. Bwana Yesu asifiwe. Hata hapa kanisani kwetu wapo watu wanaambiwa hivi na viongozi, wanafanya jinsi wanavyojisikia wao. Wanaambiwa wafanya hivi, wanafanya jinsi wanavyojisikia wao. Mungu anawaambia fanya kitu fulani, hawafanyi. Hizi ni hisia zangu. Mungu amekwambia toa sehemu fulani. Mimi siwezi kutoa hela nikitoa. Kumbe ungetii kile ambacho umeambiwa, ndipo baraka zako zingetokea. Ibrahim akaambiwa na Mungu, namtaka huyo kijana. Ibrahim akuangalia kushoto akulia, akaisikia sauti ya Bwana, hata kumwambia mke wake. Akaenda na Isaka huko, akawa ataka kumchinja mtoto. Mungu akamzuia, akasema, kwa sababu umetii zile baraka zote alizoambiwa pale, wewe utakuwa nani? Wewe utakuwa kichwa. Nyumba yako nini? Kwa sababu gani? Utii. Kwani sasa Mungu ana shida na sadaka? Ana shida na hela? Kila kitu si cha kwake. Ila anachotaka angalia nini? Utii wako. Mungu ana shida na ng'ombe na kila kitu. Kila kitu si cha kwake. Ameviumba. Wewe mwenyewe kuvuta pumzi si Mungu. Sasa Mungu kuambia kutii, unaona nini ugumu?